Joy, nyumbani kwangu. Kwa nani? Kwangu. Hapa ni kwako na mimi ndo nalipa rent hapa. Hapa ni kwako na mimi ndo nalipa rent bro. Baba mtoto. Sikuwa nimewambia real baba mtoto, lakini nimewambia yeye ndo baba mtoto. Huyu mtoto kuna baba wangapi wewe baby? Wewe ndo baba mtoto. Na mbona unadai pia wewe umelala naye? Huyo amechanganyikiwa huyo. Ni kama ana mahali pa kulala. Ama una take advantage juu siku jangi hapa unaleta wanaume sio? Hapana babe, si nilikwambia tu ni wewe baba mtoto. Hapana. Wewe bro, unajua kuna kitu mimi sielewi. Ndio bro. Kwa sababu hapa ni kwangu. Na mimi ndo ulipa rent na mimi hata sasa hizi venye nimekuja na mali zanga 2 weeks napanda naenda job. Unaona? 2 weeks napanda naenda job. Sasa nashangaa huyu jamaa anabisha anasema alikuwa analala kwa kiti. Unajua wewe hajaniambia kama kuna mtu anisaidia kulala kwa kiti. Huyu nani? Huyu ni kakaangu. Eti kakako? Ndio. Shit. Huyu ni bibi yangu. What? Nimekuja na ndugu yangu kukulaki umjue. Kumbe mnajuana aje? Wacha kuniuliza maswali mingi. Wewe umekuja hapa kuniona ama umekuja kuniletea ndugu yako? Ngoja babe, nimekuona unaolewa na bro. Unatucheza aje? Hii mimba najua ni yangu. Ni yangu ama ni ya kakangu? My people ni Oscario TV hapa, and before tuende mbali make sure me like, share na subscribe maze. So tuko kwa story bado ya Joy. Yule msana alikuwa na mimba, mambo imefanyika, mshow mnaifuatilia hapo, na Mr. Sam alikuwa ametwita hapa, kuna vitu mtu alikuwa anataka kutuambia. So without further ado tutamsikiza yako aje, and then from hapo tujue huyu mzito anataka tumsaidie kivipi. Ni aje Mr. Sam? Poa sana Oscario manze. Maisha nakupeleka hapo bro. Mimi siwezi sema maisha kwa fit man. Maisha kwangu imekuwa kizungumkuti ile mbaya man. Yeah. Na bro, ulikuwa umeniita hapa na last time kuna mambo ilifanyika tukaita daktari. Kwa jua mtoto si wako. From hapo bro akaleta kiburi kidogo, but eventually daktari alimpunish. Sijui bro anaendelea aje, sijui kama mnaongea. Unaenda aje bro? Story ya bro na sasa hii manzi hizo ongelea because hatuongeangi. Tangu ile vitu zenye alinifanyia manzi, unajua hata kama ni wewe itakuwa ni ngumu, hata kama ni bro yako kubonga naye inakuwa ni ngumu manzi. Siwezi bonga na bro sasa hii manzi. Kabisa. Sasa itakuwa ngori kiasi. Maybe itulie tu kiasi. Hizo stories sikitulia sikikul. Then tunaanza lingapi tubonge maybe. Yeah. Sasa bro umenitafuta kaniambia Oscar nataka tupata ni place fulani. Tuko wapi hapa bro? Hii place nimekuita ndio place mimi na stay. Wewe ndio mtaa wako unaishi? Hapa ndio makao yangu. Na the reason why nimekuita hapa hivi. Kusi story you've been there since the beginning. Mpaka saa hii tumefikia hapa hivi. So mimi nimekuita nikasema hai manze huyu mke wangu mwenye alikuwa ni mke wangu, so siwezi kaa naye anymore. Na uliona last time niliambiwa mtoisi wangu. So hakuna haja kuishi na mtu mwenye unajua tu mtoisi wako. Anakuwa na kucheza. Manze so better tu aishie. Yeah. So umetuita hapa mali unaishi kwa nini bro? Ndio nimekuita huku nataka ushuhudie kwamba mimi na mke wangu ambaye alikuwa ni mke wangu we are done kabisa. Yeah. Sasa hapa ndio mali uko nakaa na after umepata wife na anafanya vitu anafanya. Unajua after ile stories zote zilifanyika. Mimi ile ndio nimekaa hapa hivi. The reason venye nimekuita huku ndio sababu nimekuja huku. Mimi niliamua nikaenda tu nikajituliza mali nimejituliza. So ndio nimeona manze wacha tu nikamleo. Kama ni kuenda huyu madamu hii mtukiro safi. So umekuja hapa nataka kufanya nini? Mimi hata nataka kushift kutoka kwa hii keja. Hii nyumba tu inanipea ile memory mbaya kumuhusu. Manze. So hata mimi nataka mumfurushe hata hiyo keja nifunge mimi nishie. So venye uligundua maybe njia zake si mzuri, wewe ulijitoa ukamwacha huko? Mimi nilijitoa nikaenda zangu. Inakuwa nikitulia because hizi vitu zimenipa stress mob. Hata kazi siku hizi sifanyi fiti yenye ilikuwa before. Simenipa tu mawazo mob. So na sasa hii bro uko shule kwa hapa ama unjua kwa hapa ama ujue? Mimi siko shule kama yuko huko na yeye alikipa shughuli zake. So tunaweza enda basi. Utakuaje? Naweza kushuka hivi. Wewe ndio utatuguide. Karibuni wazee. Sawa. Kenya narudia tena Kenya tunaweza kushow bro. Wote cut mazi unaona. Mambo yenye ilifanyika imefanyika, sasa hiyo umeamua kuachana naye.
Okay. In case unataka kurecover zile vitu zako zenye ulikuwa umemsaidia, si utaniambia daktari atamfanyia zenye alifanyia bro wako, ama unaonaje bro? Haina wasi bro, mimi nashukuru sana kwa uwepo wako manze. Umekuwa na mimi since hizi mambo zote zianze mpaka unaona place tumefika manze. You been a brother to me. Nashukuru bro, ni kazi yangu manze. Na hata kama kuna mtu anataka nimsaidie mimi wangasibabu, mimi nasaidia kila mtu bro. Shukrani manze. So bro, si tutaenda tujue itakuaje. Then from hapo si ulisema hakuna mse. Sio hivyo. Hakuna mse huko. Tangu nitoka hapa hivi unajua zile hasira nazo zilizosababisha wewe kwenda sana. So ni wewe ndio kujitoa kabisa. Ndio yangu kujitoa. Ulisema hakuna mtu na hakuna kuna watu wamemark territory huko. Na hivi naona madeni viatu za mwanamume. Na hizi viatu si zangu bana. Hizi viatu zangu. Na hizi zingine za nani? Hizi zingine za wewe manzi. Hizi za ex-wife wako, hizi zingine za Joy manzi. Unazijua? Hizi nasijua but hizi zingine manzi. Si unaona hata hiki kiatu si size yangu. Kiatu ya ndume hata. Ama inaweza kuwa baada anaendeleza hizo ujinga zake. Unajua hizi kiatu labda ni daktari amekuja kumshughulikia. Manzi hizi itakuwa ni mfala manzi. So ukitoka hapo ulijani hakuna kutakuwa na mzee hapa. Mimi keja nilifunga nikatoka. Manzi sikuacha mtu hapa. Sasa nashangaa hizo viatu zimetoka wapi tena ziko huko. Kwanza ni kiatu ya mwanaume na mwanamke manzi. Ingekuwa ni za Joy peke yake ungeelewa. Ingekuwa angalau ningeelewa, ningejua vile at least alimwa kurudi ndani. Robo tuingie utani tusikie takuwa aje. Karibu scribe. Manzi. Kwani? Buga si. Hilo ni jamaa bana. Hilo si yangu bana. Labda manzi, labda kwani mgani huku? Man. Bro. Tulia. Na kuna mtu huko ndani. Kiasi tu bro, relax. Acha pressure. Tena. Kwani hizi vitu zinafanyika daily? Kwani ni siku gani tutaenda kwa nyumba ya mtu tukose vituko? Sisi ni nini? Sikia apa sauti zangu. Bro, kun kama hata kumfunga manze. Yaani hakuna. Wewe mwenye hapo ndani fungua. Joy. Joy. Acha pupa bro, acha pressure. Joy. Kuna mtu anazuia hata kifunguliwe. Joy. Bro, relax. Joy. Joy. Joy, muuliza wani nani? Joy ni nani? Mbona fungua mlango? Joy ni nani? Mbona fungua mlango? Nani hapa ni kwangu? Bro, nyamanza. Unaniuliza mimi ni nani kwangu? Bro, relax. Nini inaendelea hapa, Joy? Si alijitoa, mbona anafungua mlango hivyo? Si alisema nisiwahi mtafuta. Joy, nyumbani kwangu. Kwa nani? Kwangu. Hapa ni kwako na mimi ndo nalipa rent hapa. Hapa ni kwako na mimi ndo nalipa rent bro. Bro, nalipa rent. Babe ni nani?
Usiniambie wewe ni nani? Babe hapa si ni kwako. Na sasa mbona wewe anaingia kwa nyumba yangu? Mimi nashindwa mbona anaingia afungue mlango. Babe sema ukweli, wewe ni nani? Mbona unok? Joy yani Mbona sielewi? Mbona unaniletea mwanaume mpaka nyumbani kwangu? Kwa nani? Hapa ni kwako, uliambiwa ni kwako. kwako. Mimi ndo nalipa rent hapa, sawa? Ukisema ni kwako na mimi ndo nalipa rent, babe, hebu jaribu kukanisha. Jaribu kuwa mkweli, bro. Hebu nyamaza. Alafu anakuja unafungua mlango bila kunoa. Hebu nyamaza hiyo mdomo yako bie hapo. Unaambia nani? Kwa nani hapa kwa nani? Ni kwake. Hapa si ni kwake. Mkali kwangu, bro. Wewe umenikuta hapa? Joy, hapa nani anaishingia hapa? Hapa ni kwangu. Kwako? Sumenisho bro unaishingia hapa pia wewe. Bro. Nilimhurumia. Nimekuwa nikisema na huyu wife hapa hivi. Nilimhurumia kwa alikuwa anahangaika, ndo nikamwambia akuja akilala hapa, akilala kwa kiti. But si kwake. Kwa hivyo alikuwa analala kwa kiti hapa. Hata si kila siku babe. Sasa Sam kiasi tu usinue mkono Sam. Nikuulize Sam niangalie. Unaniruka? Si ulibeba virago zako ukatoka? Si ulitoka? Je, nilipotoka hapo ulikuwa? Si ulitoka? Hata venye umeingia no Joy, Sam anatuambia venye alikupata ukifanya vitu zako pale airport, baadaye aliamua yeye wacha ajitoe bana. Akaamua kujitoa akakuacha hapa. So leo amenipigia simu. Alinipigia simu jana akaniambia leo tupatane wapi hapo. So akabook appointment na mimi na timu yangu. Tukaambiwa aje tukuje mali hapa na hapa, unaona? Yeye anakuja anataka tu kufurusha atoe vitu zako apeleke nje juu mmeachana. Daktari alishasema wewe si baba mtoto, sasa mama kuishi maisha yake uishi yako. Alafu tunapata hizo vituko tena, unaona? Hapana, hapa sio kwake. Huyu ndiye analipa rent. Basi anasema hapa mnaishingiwa na yeye pamoja. Nilimhurumia, yeye alijitoa. Ni nini amerudi kufanya? Arudi tu penye ametoka. Joy. In fact ulibeba nguo zako, nini umerudi? Na bro ujui kidogo. Kitu wewe ujui, iboli ni yangu. Na wewe ndio mama. Iboli ni yangu. Sawa? So ndio baba mjaribu kusema ati huyu sasa anakuja anaanza complain kwamba huyu ni mama wake, bibi wake. Unasikia alikuwa analala kwa kiti kusaidiwa. Bro, umejielewa kweli wewe? Iboli, baby iboli ni nani? Iboli ni yako. Sasa wewe unakuja hapa kudai nini? Hapa nimepata. So wewe ndio baba yao mtoto. Mimi ndio baba yao mtoto. Na daktari vile nakuanga kazi. Daktari alikwambia boli si yako. Kama nini nyingine huku umesikia? Kama ukuamini au kuamini? Sungeweka tu hata heshima kidogo, usimlete nyumbani kwangu. At least hata mngeenda huko nje mfanyie mambo yenu huko nje. Ingekuangalau kwangu nyumbani mpaka kwa kitanda changu. Ilikuwa ni must nimlete hapa kwa sababu nyumba ni yeye analipa rent. Sawa? Na sasa hivi venye uko na bola hapo. Bado uko na hiyo aje ya nini juu tumesikia nikaa kuna kitu mko mnaendeleza. Na sorry kama hiyo swali. Mtoto anapewanga chenye anataka. So kama mtoto akitaka hata tuchipo atapewa. So mbona akitaka babake nisimpe? So sasa mtu yeye alikuwa anataka babake. Si ndo anda amekuja. Mimi ndio baba mtoto bro. So leo umeadmit ndio baba mtoto na bro. Ndio baba mtoto. Sikuwa nimewambia real baba mtoto, lakini nimewambia yeye ndo baba mtoto. Na bro umekuwa na udem for how long? Udem nimekuwa naye for almost 9 months. Lakini ni vile mimi ukuja nikienda job, unaona? Mimi umuvisit tu nikienda job. So mjakaa sana na yeye huyu anasema. Mjakaa sana na yeye. Huyu anasema wamekaa na huyu. Umekaa na udem anasema si ulisema 4-5 years. 4-5 years. All that long nilijua. Hebu umekaa naye wangu, lakini unaona huyu hiyo 9 months yenye anasema ndio tumekaa pamoja hivi. But alikuwa anakuja, tulijuana saa hii 11 years saa hii. But alikuwa anakuja akienda job. But kukaa na yeye hivi pamoja ni 9 months. Joy. So bro unalipaga pia rent. Unasema aje? Hii nyumba bro mimi. Hata ningekuonyesha message mimi ndio nilipa rent hii nyumba. Na hadi niko na evidence ya kulipa rent. Baby nani analipa rent hii nyumba? Ni wewe unalipa hata receipt ziko. Niko na evidence ya kulipa nyumba. Nyumba ni yangu. That's why niko free kwa nyumba yangu. Nani? Na wewe jamaa unamjua? Huyu jamaa sijaimuona. Baby mbona hujaniambia kuna mtu analala kwa kiti hapa? Nilikuwa na bro, usiniambie tunalala kwa kiti bro. Acha bro. Usiseme nalala kwa kiti. Kuleta shida kwa nyumba yangu, sawa? Acha bro. Nitakuletea shida zaidi. Ujui mimi nani, sawa? Usilete. Ujui mimi nani wewe?
Bibi naye anataka kuja kunivuruga bro. Direct hebu zoom hiyo kitu. Kwanza msinirekodi bro. Umekuja kunirekodi? Unaona? Kwani mnarekodi? Kiasi tu bro. Bro umekuja na kamera. Je nini? Mbona mnanirekodi? Direct ukimwiki ini tusita. Haiwezi tosha watu kulala. Joy. Boda nilikuwa nakuja kwangu. Hiki kiti kubwa hapa ni 2 itatoshaje watu kulala? Hapo ndiye alikuwa analala hapo. Anajifinya hapo. Ulikuwa unamsaidia tu ama? Nilimsaidia tu, sasa akaanza kusema Joy, mimi ni mtu wa kusaidiwa mimi. Eti mimi Mimi ni mtu wa kusaidiwa Joy. Si nilikupata kama uko hivyo kwa street. Mimi ni mtu wa kusaidiwa Joy mimi. Sasa mbona umekuja na watu kunirekodi, watu wa media? Bro nyamanza. Kwa nini? Bro. Kwanza nafaa nikuzabe. Usabe nani kwa nyumba yangu? Ni mwenye nyumba, mwenye mtoto, mwenye umesaidiwa na bibi yangu hapa kulala kwa kiti alafu unaniambia unisabe mimi kwa nyumba yangu. Na mlileta daktari akawaambia mtoto si wenu. Bado si wako, bado unashinda unanifuatafuata. Ndio nilikubali mtoto si wangu. Kama boli ni yako si yako nafanya nini hapa? Surely hapa ni kwangu. Wacha baba mtoto ale nyumba yake, sawa? Wacha baba mtoto ale. Sawa, hata kama ni baba ya mtoto wako, I don't want to know sijui nini upuzi. Umeleta kwa kitendo yangu. Huyu mtu ako na vitu zake kwa hii nyumba? Alitoa zote. Na mbona anakuja kufanya nini? Alikuwa amekuja kuzitoa, si ati alikuwa amezitoa. Bro, Joy, chukua tu jeni. Kuna vitu ulikuwa mbakisha. Hebu nitolee vitu zake. Nilimwekea huko hivyo nikamwambia tena. Unachiki mwanamke? Mimi nimestay naye for long. Alikuwa anakusaidia. Umestay naye kama kusaidiwa. Kama unakusaidiwa. Bro, ukiniangalia mimi nakaa mtu wa kusaidiwa. Ukiniangalia tu mimi nakaa mtu wa kusaidiwa. Si nguo nilikunyang'anya nguo zote tena. Nyamaza. Nyamaza. Ya Kenya peke yake. Bro, mwanamke nimekaa naye wala lao. Nikijua hii mimba ni yangu mimi. Mimba si yako. Lakini nashangaa tena eti umekaa naye tena. Bebu umekaa na huyu mtu kwa mapenzi tena. Hiyo ya kulala pale hakuna kitu ya mapenzi. Wewe amekuwa ni wife wangu, kama ujui unafaa ujue hiyo basi. Amekuwa ni wife wangu. Baby mimi si mtu wako. Huyu mtoto kuna baba wangapi wewe baby? Wewe ndo baba mtoto. Na mbona unadai pia wewe mmelala naye? Huyu amechanganyikiwa huyu. Ni kama ana mahali pa kulala. Ama una take advantage juu siku jangi hapo unaleta wanaume sio? Hapana babe, si nilikwambia tu ni wewe baba mtoto, hapana. Wewe bro, unajua kuna kitu mimi sielewi. Ndio bro. Kwa sababu hapa ni kwangu. Na mimi ndio ulipa rent na mimi hata saa hizi venye nimekuja na malizanga 2 weeks napanda naenda job, unaona? 2 weeks napanda naenda job. Sasa nashangaa huyu jamaa anabisha anasema alikuwa analala kwa kiti. Unajua wewe hajai niambia kama kuna mtu anisaidia kulala kwa kiti. Bro, ndio nasikia saa hizi kwako ningeingia aje hivyo? Wewe si ujiulize. Kama kumekuwa kwako ningeingia aje hivyo? Hapana, ukiwa na daktari alisema aje? Mimba sio yako. Ukajitoa sijui penye ulienda umekaa. Akili yangu. Ndio nimerudi nikwambie oya. Toka mimi nitoe virago vyangu nijipe shughuli kama uko kwa madhako uko madhako. Unaona yule mama Fua ule mwenye alikujaga hapa kutufulia? Mama Fua anaingia na virago vyangu. Si nilimwambia ulipeleka hizo virago kama nani? Wewe ndio uende virago zako. Ulipeleka virago kama nani? Nilimwambia kufulie. Kwa hiyo kwa hii nyumba ni wewe ulikuwa umenioa ama mimi nilikuwa nimekuoa? Si nyumba si yako, mwanaume mwingine ndiye analipa rent. Ni wewe unalipa. Ameanza kulipa rent hii miezi miwili nimeenda. Wewe jua hivyo nyumba sio yako na mimba sio yako na mimi sio wako bado, sawa? Usiniletee pressure. Lakini unaweza ndio huyu jamaa hapa umeshailala na huyu. Babe ushailala na huyu jamaa? Kuna siku nilikuwa nimelala alafu siteme ikapotea. Nikastukia mtu ananishika. Akakushika. Usifanye tena. Nikushika usiku. Anakusikiza kwa wewe ulimwambia lala kwa kiti ama ulimwambia kuja akushike wewe? Venye siteme ilipotea na nilikuwa nilirudisha tu mlango baadaye siku lock. Sasa mimi kuja kulala na siteme imepotea. Sasa alinishika, so akili ikagonga nikadhani ni wewe. Unadhani ni mimi na unajua mimi niko job? Haki baby wewe ilikuwa. Wacha tuseme kwamba kuna kitu inaendelea yenyewe pia unanificha, si ndio? Kwa hivyo uko na uhusiano na huyu jamaa hata venye anaongea. Kwa sababu stima inaficha. Wewe unajua hii nyumba ni yangu. Wewe ulipata ruhusa wapi ya kuingiza mtu hapa alale kwa kiti wakati hujaniambia mimi baby kuna mtu analala kwa kiti? Wewe ndugu yako. Ni vile nikusaidia mtu mimi sitakange kutangaza but sorry. Si ungesaidia hata demo akuja alala hapa. Mbona unaleta mwanaume kwa nyumba wakati mimi niko job? Na bro, hebu kidogo nikuulize swali. Wewe unakaa mtu machua. Yeah. Na pia mwili si mbaya, so labda mfuko pia iko loaded vizuri. Yeah. Huyu jamaa ukimwangalia hivi na hii mwili yake, hiki kitu sita kusema tu kweli juu unajua si ati tunachochea manini. Anatosha kulala kwa hitu sita. Na sasa huyu jamaa analala kwa hitu sita aje. Bro, wewe tulia tu hapa bro. Hebu broka. Hebu enda ujaribu kunini kwa hiyo kitanda. Haiwezi man. Enda hebu jaribu kulala hapa kama ni kusaidia. Haiwezi. Mtu anaweza lala wapi? Wapi? Hebu nitalala aje hapa?
Acha tuseme babe unanicheza, si ndio? Hapana babe. Wewe unanicheza. Kwa sababu hiyo kiti Yesu laliwa hata na mwanaume hadi asubuhi. Hebu kumbuka kitu. Kwa hivyo na share bed na share bibi yangu na mtu mwingine. Hapana babe, unaona kitu unasaidiwa. Hata kama ni kidogo itabidi turidhike nayo. Askari sio hivyo, alikuwa analala wako hapa ndani, ndio maana ukafunganya virago vyangu, nguo zangu ukapeleka kwa mama Fua, si ndio? Hii ni nyumba yake. Haina haja nikufiche, hii ni nyumba yake. Sasa, na mtoto ni wake na mimi ni bibi yake. Sasa ni mambo gani unaanzisha? Huyu anasema hizo miaka zote mmekuwa sijui mmeweka huku hii nyumba mliamia mmeka 3 years ama 2.5 years pamoja. Sasa tumekaa hapa hivi. Kai. Huyu alikuwa hata ako na bibi mwingine huko. Alikuwa ananiambia ako na bibi. Joy tena. Hizi ndio mkao zangu sinzilo. Hii ni story gani nakuja kukuta hapa? Hii ni story gani? Hebu achana na huyu ni kichaa, achana na huyu mwanaume. Yaani mimi nakuja kwangu ku relax, alafu bado unapata story kama hizi. Hii ni mambo gani tena? Hapana, wewe tukae chini wewe. Ndio maana nikipiga simu za zingine unakuanga umezima simu usiku. Kumbe unakuanga na huyu jamaa. Simu yangu ni ya mkopa, so inakuanga imezima sometimes sijalipa. Hakuna kitu kama hiyo babe. Hakuna. Huyu jamaa ni kama wewe unalala naye kwa hii bed. Mimi sasa ndio nimepata ukweli kwa sababu huyu jamaa complain ya uongo. Babe wewe unanicheza. Wewe babe uangalie tu venye huko na venye huyu wako. Sasa mbona nikuchiti na mtu? So bro nikuulize, unasema mmekuwa huyu mkikaa actively pamoja, umesema 9 months. Yeah. So after mejuana for 3 months ukampea bola. Yeah. Nikuulize, unajua kuna mtoto mwingine? Maybe Pesa nilikwambia. Si nilikwambia? Uliniambia kuna mtoto? Ni kama tu nikusawa amesahau. Si nilikwambia? Babe kaniambia kuna mtoto kwenu? Hey. Sasa ona bro. Wewe una mtoto? Mko kichemka hapa bure. Unaongelea mtoto gani huyu ama mtoto mwingine tena? Kumbe umjui mambo vingi unijui. Hao wanawake bana. Haujui mambo mengi kumhusu. Yaani wewe umeniambia umemaliza shule wakati tulipatana na wewe ndio umemaliza shule. Sasa hivi nasikia tuko na mtoto mwingine. Hapana babe. Si nilikwambia tu ni kama hukukumbuka. Babe uko serious wewe. Mimi na spend kwako na nipa nyumba ya pesa yote hivi. Juu najua niko na bibi yangu mwenye anajiheshimu. Kumbe kuna mtoto nje na wewe niambia kuna mtoto mwingine. Hii maneno ningejua wapi kama singekuja? Niko na mtoto lakini nilikuambia. Unajua Oscar nilimwambia. Huko niambia mambo ya kuambia uko na mtoto bro. Tufanyeni hivi. Mazi juu naona hapa kuna commotion mingi. Jiwi. So huyu pia amekuwa akitumia pesa unaweka mfukoni eti kwamba analipa rent. Wewe wacha kunishinda, umeniongelesha vibaya wewe. Kwanza unafuta toke kwa hii nyumba, sawa? Nimekwambia nyumba si yako, nyumba ni yake. So unaona bro. Sasa nitajuaje hii ball kama ni yangu? Kama unaweza sema uko na mtoto na hujai niambia, unaniambia saa hizi. Hii ball ni kwa uhakika gani kwamba hii ball ni sio huyu jamaa? Ball ni yako. Ball ni yako baby. Nitajua aje ball ni yangu? Nini inaonyesha ball ni yangu? Ball ni yako, mimi ndo najua. Mama mtoto ndo anajuanga mtoto baba. Unataka tuende tupime hii ball sasa nijue kama hii ball ni yangu? Tukipima obviously tutapata ball ni yako kwa sababu mama ndo anajuanga baba mtoto. Na mimi najua mtoto ni wako. So bro, tufanye hivi, hata sijakuuliza jina nini. Tunaweza jaribu tukae chini tubonge, unaelewa? Tujue tutafikia hapo. Tutulie wazee, si ndio? Tuone venye kutakuwa. Ama unaonaje Mr. Sam? Hapa ni kwa masomo mengi tu. Hii story hata ilikuwa. Hata nilikuja kuchukua vitu, nasikia vitu hata zimetupa sijui wapi manzi. Ni baby unaweza nifanyia hivyo?